Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Leo pia kuna kauli nimeisikia, ameulizwa vipi kibarua chako ndani ya Simba, akasema mimi kuhusu kuondoka Simba ni swala ambalo nawaachia viongozi. Hilo sio muhimu. Twende kwenye swala lako la msingi. Kwa nini Dimitri Pantev aka manager atoshi kwenye kikosi cha Simba? Yes, nitajibu kulingana namna ambavyo mimi nimemtazama. Atoshi kwa sababu kwenye michuano ya kimataifa timu nyingi zinacheza sana kimikakati. Inawezekana ukawa na wachezaji wadogo ama unawezekana ukawa ni mpinzani wa kawaida sana, lakini mikakati ambayo unaiweka inaweza kwenda kutafsiri kile ambacho kilikufanya wewe kushiriki michuano ya kimataifa. Lakini pia tunaamini sana kwenye namna ya kocha kuwa mstari wa kwanza timu kwenda kushinda mechi yake. Sasa ukitazama kwa kikosi cha Simba, kocha ni kama amekuwa wa pili kwenye kutafsiri matokeo ya Simba. Kwa nini anakuwa wa pili? Haiwezekani wachezaji waonekane ni wakubwa kwenye kutafsiri mbinu za mwalimu kuliko kocha ambaye anawafundisha. Yaani najiuliza ni kitu gani ambacho anakiona kwenye uwanja wa mazoezi na anatuanzishia wachezaji ambao hawaendani na kile ambacho kinapaswa kutokea kwenye picha. Nafikiri makosa ameanza kudhihirika kwenye mchezo wake wa kwanza dhidi ya Farabati. Na ukumbuke toka Simba ameanza michuano ya kimataifa msimu hajashinda mechi yake ya ugeni, yani nyumbani hajashinda. Hayo ni makosa makubwa ambayo kwa Simba amekuwa yafanyi kwenye misimu kadhaa. Rudi kwenye msimu uliopita tu, Simba alikuwa na wachezaji wadogo sana. Alifanya mabadiliko ya wachezaji 14, wachezaji wapya 14. Lakini bado walikuja kuwa kwenye wakati bora sana na kuifanya timu ikaonekana imesajili wachezaji bora. Kwa michuano ya kimataifa wakafika nafasi ya finali CAF Confederation, lakini ligi kuu wakashika nafasi ya pili, si ndio? Lakini kwa namna ambavyo ulikuwa unaitazama wakati inaanza msimu Simba, kwa maana msimu jana sasa ambao umetamatika, huko unaipa nafasi ya kufikia huko. Lakini hadi hivi sasa Simba anashindwa kuonyesha kiwango bora ama hata nusu ya kile ambacho walikuwa nacho kwenye michuano ya kimataifa msimu uliopita kwa sababu ya kukosa uweledi wa kupanga kikosi. Mchezo wa kwanza ameanza na idadi kubwa ya viungo. Hakuna mshambuliaji yoyote, yani akawa anaanza na force number 9. Watu wakamsema, tukaamini atarekebisha hayo makosa ambayo aliyafanya. Mchezo wa juzi anaenda na kiungo mmoja ambaye ana sifa za kiukabaji, alafu nampa majukumu ya kwenda kuilinda back 4. Uko uwanja ugenini. Kwanza hakikisha usalama kabla ya kuyapata matokeo. Lakini alichokifanya ni kutaka kupata goli kabla ya kuliangalia rango lake ni kivipi itakuwa salama. Ndio maana Simba anafungwa magoli mawili ya haraka. Dakika 17, dakika 24 kama sikosei. Mabao mawili tayari. Kwa klabu kama Simba michuano ya kimataifa ni makosa makubwa sana kuruhusu magoli kwenye hizo dakika. Tayari alishatengeneza nafasi ya wapinzani kupita kwenye mianya kwa sababu Nabi Kamara mchezaji ambaye ana sifa ya kutokusimama eneo moja. Anapenda sana kucheza kama namba 8 kwa maana kuchezea juu. Lakini pia uwezo wake wa kiukabaji sio mzuri kama Arasani Kante ama sisi kama Yusuf Kagoma. Lakini yeye alichokuwa ukifanya ni kuamini kwenye kile ambacho anaona ni sahihi bila kuzingatia mashindano yanahitaji nini na nini ambacho nikiapply kulingana na mashindano husika. Kwa kwenye mchezo wa juzi ulikuwa unategemea kuona naanza na viungo wawili kwenye eneo la katikati. Anza na Yusufu Kagoma pamoja na Arasani Kante. And then namba 8 unamchezesha kama Nabi Kamara ama utaamua kwenda kama unaamua kwenda sana Nabi Kamara ama kwenda na namba 10 wawili ambao walikuwa ni Neo Maema pamoja na Jean Shalea Ahoua. Lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kocha ambaye hafai kwa sababu hivi sasa anasukumwa na pressure ambayo yuko nje, and then pia anashindwa kufanya vitu vyake kwa usahihi kwa sababu ya nafasi aliyopo. Kwa hiyo kwenye michuano ya kimataifa unahitaji kwenda na wachezaji ambao ni wa kubahatisha, unahitaji kufanya maamuzi ya kubahatisha, unahitaji kuwa na wachezaji ambao ukiwapa nafasi ya kufanya basi wakafanye kweli. Lazima kwenye mchezo uliopita hata substitution zake
kipindi cha kwanza kabisa ulikuwa unamuona Mutale mchezaji ambaye alikuwa anapaswa kumaliza dakika 90, lakini second half tutali akawa ameshamtoa na anamwacha Neo Maema. Of course tutamjadili kwa sababu alifunga bao, lakini ukiacha bao hakuna kitu kingine ambacho Neo Maema alikuwa anakionyesha kuwa cha uhatari kwenye kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Kwa hiyo mimi binafsi inawezekana ni kocha mzuri sana, lakini kwa maana ya timu ambayo anaifundisha na falsafa ambayo anaitumia haiendani kabisa na kikosi cha Simba. Kwa hiyo unadhani Matola ni changamoto au yeye kocha mwenyewe ndio changamoto? Sababu Matola ndio kocha mkuu. Yeah. Ile kikosi kinachopangwa Matola yuko pale pia. Kagoma hapangwi na Matola anajua umuhimu wa Kagoma. Unadhani wote wanapaswa kuondoka timu ijengwe upya maana Matola amekuwa ng'ang'anizi? Mimi binafsi siamini kama Matola amepewa nafasi kubwa kiasi hiko cha kupanga kikosi cha Simba. Siamini hilo. Japo inazungumzwa hivyo, lakini kwa namna ambavyo unamtazama Selemani Matola alikuwepo msimu uliopita, kama kuna tofauti kati ya Pentivu pamoja na Yusuf Kagoma, why yeye ndio kocha mkuu, kwa nini asimuanzishe Kagoma? Kama ana huo uhuru na lumu ya kufanya maamuzi ya kama kocha mkuu, kwa nini asimuanzishe Kagoma? Unagundua kwamba inawezekana ana uhuru huo, lakini inazungumzwa hivyo nje ya uwanja, lakini inawezekana hajapewa huo uhuru mkubwa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Selemani Matola amekuwa kibaki kwa sababu ya kuwa kocha wa ziada pale ambapo Simba aidha anafanya maamuzi ya kuachana na kocha. Japokuwa baada ya kufanya maamuzi ya kuachana na kocha Faru Davis alikuja Emedi Morocco ambaye alikuwa anaitumikia Taifa Stars. Lakini kwangu mimi hadi hivi sasa nafikiri kwa kile ambacho amekifanya Selemani Matola ni bora ilinde heshima yake. Yaani bora afanye maamuzi ya kuondoka ili kulinda heshima yake. Kwa hivi sasa mimi binafsi naona kabisa Simba kwa makocha ambao wapo pale, toa wote. Toa, tafuta kocha ambaye akija anakuja kweli. Nadhani kwa Simba jinsi ambao wanatafuta nafasi ya kwenda robo finali wakiendelea kuwa na Pantevo wanaweza wakaenda. Inawezekana, lakini kwanza unajua Simba inasumbuliwa na magonjwa mengi sana. Yaani ina malaria, UTI, sui kaswende, sui kifua kikuu. Unaona bwana? Tutazungumza kwenye swala la technical bench. Lakini je, tofauti za viongozi zimeisha? Leo hii hakuna maelewano mazuri kati ya wanachama na mwenyekiti wa timu. Unategemea nini? Hakuna maelewano mazuri kati ya mwenyekiti na bodi ya wakurugenzi ya Simba. Mimi kitu ambacho kinanishangaza David Pasco, Mo Dewji ambaye alibeba timu kwenye nyakati ngumu, leo hii anakuja kuonekana sio kitu. Mo Dewji ambaye ameifanya Simba kuwa klabu jeuli. Hujasikia popote Simba anadaiwa na mchezaji, hujasikia popote Simba anadaiwa na kocha. Hakuna kesi yoyote ambayo Simba ameshtakiwa kwamba anadaiwa na mtu yoyote. Hiyo jeuli Simba ilikuwa inapewa na Mohamed Dewji. So why not leo Mohamed Dewji aonekane si kitu? Imagine kiongozi ambaye amekuwa mstari wa kwanza kwenye kufanya usajili hajawahi kukopa usajili. Imagine msimu huu tu ametoa bilioni 6 kwa ajili ya usajili. Na zote kwa maneno ya viongozi wenyewe wa ndani ya klabu ya Simba amethibitisha alizitoa, si ndio? Maana yake hajatoa nusu, labda nyingine atamalizia. Alitoa hela yote bilioni 6. Hivi kuna huyo kiongozi mbaya kiasi kwamba anatoa hiyo hela ya usajili mkachagua wachezaji ambao mnawahitaji? Kwa hiyo ifike wakati Simba malize tofauti zao, kwa sababu kwa viongozi wenye akili pana mkutano mkuu usingepaswa kufanywa siku ambayo timu inacheza mechi muhimu kama hiyo. Unafanya mkutano ambao tena haukuwa na maelewano ndani yake. Unategemea nini? Na wachezaji wanaona, wana simu wale. Unajua nini David Pasco? Labda nikwambie kitu kimoja. Hizi sajili ambazo zinakuwa zinafanyika, kunakuwa na wachezaji wa viongozi. Yaani kaa ukijua hilo. Kunakuwa na sajili za viongozi. Ukuta coach kuna viongozi wamesajili, labda tuna imagine kuna kiongozi amesajili kama ambavyo ilikuja kwa Jonathan Soa. Jonathan Soa unajua umehusisha sana Rais Mohamed Dewji, si ndio? Lakini kama umewahi kumnukuu Ahmed Ali wakiwa naingia mkataba na mdhamini Betway, alizungumza ukihitaji
kujua mustakabali wa Elie Mpanzu, muulize try again, si ndio? Kwa hiyo anaonyesha nini? Kwamba kuna viongozi ambao na wachezaji wao. Sasa ni rahisi sana wachezaji kuanzisha migomo kama viongozi wao kwa wao hawana maelewano, kwa sababu Mangungu ana wachezaji wake, alafu try again ana wachezaji wake, Mohamed Dewji ana wachezaji wake. Hivi leo umekorofishana na Mohamed Dewji, Mohamed Dewji atashindwa kuambia kina Jonathan Soa koseni mabao? Atashindwa kuambia chezeni chini ya kiwango? Na nawajua ni wale ni chaguo la kwanza, si ndio? Lazima waambie. Kwa hiyo ndio maana utashangaa wachezaji pia wanakosa mabao ya wazi, wanacheza chini ya kiwango kwa sababu hakuna maelewano mazuri. Kwa hiyo lazima kwanza watibu swala la uongozi, kwa sababu hakuna kitu kizuri ambacho kinaifanya timu kuwa mstari wa mbele kwenye kushinda mechi zake kama mkiwa bora kwenye uongozi. Leo hii Yanga haina wachezaji wakubwa sana. Wajua Yanga msimu huu haina wachezaji wazuri, lakini inashinda kwa sababu iko leadership ambayo inawafanya wachezaji kuwa na umoja na umoja wa kuweza kuzishinda mechi zao. Kwa hiyo afai aondoke Pantev. Yaani Pantev aondoke, Matola aondoke. Alafu tukija kwenye uongozi, labda niwakumbushe wanachama. Katiba ya Simba inasema hivi: wanachama wa klabu ya Simba ama kwa maana hapo na nukuu kulingana na katiba, wanachama wa klabu ya Simba wakikusanyana wakafika 1000 kuanzisha mgomo wa kuto kumtaka mwenyekiti wa klabu, anatoka. Mzee alikuwa 900 na ngapi? 925 kama sikosei. 90 kitu. 90 kitu. 95. Kwa hiyo ilikuwa ni kasoro wangapi hapo? Kwa kama wanachama wa Simba wako serious kweli kuona kile ambacho kwa maana mwenyekiti anakifanya tofauti na makubaliano yao wakati anagombea hiyo nafasi, basi wana huo uhuru ama wana hiyo lumu ya kukusanyana, kwa sababu matawi yapo, wakazungumza na kukaa pamoja kama wanachama ili kuangalia namna gani ambao wanaweza kufanya maamuzi yatakayokuwa na faida kwa timu, lakini pia kuwa na faida kwa upande wao. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.